kula tanchi. Haina mambo si mara mimi nitaendaje kwa tajiri atanipa basha ya kaki, mimi si tajiri akiniona hivi mwanangu shule anakualipi ada. Hiyo weka pembeni. Tajiri kuna seli za kumfuata atakupa hela. Muwe na shangazi yako. Nimepiwa na shangazi lia kwa bosi, anakupa bahasha. Ila usihujumu mpira wetu kwa sababu ya maslahi yako. Ndio maana kamati ya masaa 72 inakuwa kamati ya masaa 190 kwa sababu kuna watu wana control kamati. Baadaye ndio wanakuja kutoa hukumu. Kamati ile ingetoa hukumu ndani ya yale masaa 72. Diala angefungiwa mechi 5. Lakini kwa sababu imekaa masaa 190 kuna watu wamefanya mipango, ndio maana adhabu ile. Kabla sijasahau pia hili umenikumbusha kwamba Diarra amefungiwa michezo 3 pamoja na faini ya shilingi milioni 4. Lakini mwamuzi ambaye alikataa kumpa kadi nyekundu ameshushwa daraja. Tena mwamuzi yule nilisahau kumzungumzia. Yule sio kushushwa, afutwe. Atiwe kwenye dustbin, hafai. Ligi yetu mpaka inakuwa na thamani hii. Waamuzi hawana mchango. Wao ndo wanalalamikiwa kila siku. Mpaka waamuzi wanapata ligi iliyokuwa hivyo wakapata mechi nyingi. Ligi yetu ikapanda mpaka wengine wakatambulika na kafu wakaenda kule kwa thamani. Kwa sababu kuna matajiri wanatia hela kwenye mpira. Waamuzi ndo wanarudisha mpira huu nyuma. Hakuna mechi ambazo waamuzi wanalalamikiwi. Na wanafanya makusudi kwa maelekezo. Mwamuzi ambaye Diarra kamwataki kwa kutaka kumpiga, hajampa hata kadi ya blue, malake sio njano. Yule hafai, aondolewe, hafai. Michezo iko mingi, lede, mdako, skoda. Kuna michezo ya kuruka kamba akachezeshe, lakini kwenye mpira mwamuzi yule hafai, afutwe. Yule sio kushusha, yule afutwe. Yaani bora angetoa hata kadi ya njano. Mwamuzi kaambiwa maneno anasikia yeye na Diarra, sisi wengine tuko mbali. Sisi tuko kwenye TV tu nafsi zetu zimeumia. Lakini mwamuzi uko live kakaa kimya. Mwamuzi gani sasa? Yule alikuwa kwa maelekezo. Ndio maana alishindwa kutoa. Aliogopa kadi akitoa labda bahasha yake haitompitia. Kwa hiyo yule hafai kwenye mpira wetu, aondolewe. Hakuna mwamuzi ambaye anajua tafsiri ya sheria 17 ukaenda kumwataki vile asikupe kadi. Mimi niwape mfano. Mechi ya National Ahli zidi ya Esperance ya Tunisia Misri. Mechi imechezwa imeisha. Mwamuzi kajua Waarabu wana tabia za ovyo. Kasimama katoa kadi yake nyekundu kashika mkononi kafanya hivi. Hajafuatwa hapo. Kuna mtu alisogea. Yule ndio mwamuzi bora, respect sana kwake. Waamuzi wa Tanzania tulifanya bila kwa sababu kwa mabosi wanachukua hela. Tuseme ukweli. Mabosi hao ndio wanawasomeshia watoto zao. Mabosi hao ndio wanawagongea bati sehemu zao, nyumba zao, Chamazi, Mbande. Mabosi hao ndio wanawalipia ada mpaka za watoto. Mabosi hao ndio wanawapa hela za kula kwa familia. Mwamuzi wa Esperance zidi ya Ahli hakuna mtu alomfuata kwa sababu kabla ya tukio alitoa kadi akashika mkononi. Kuna mtu alimfuata. Juzi mwamuzi mechi ya Mtibwa na Nyuma Mwiko, mwamuzi kafatwa. Maneno alikuwa anasema mwamuzi yote kayasikia. Sasa ingine kamtukania mpaka mzazi wake. Uliona akatoa hata kadi. Yule anatumika afai, afutwe, afutwe. Sio kususwa, afutwe. Kwa sababu tukiwa na waamuzi kama wale 6 mpira wetu unakufa. Wanachezesha kwa maelekezo. Diarra akatoka golini kwake. Goli alofunga Selemani Mwalimu Gomez likakataliwa. Kamfuata line 1. Fikiria hatua ya kutoka golini mpaka kumfuata Kibendera namba 1. Diarra kupewa adhabu na kadi ya kupewa. Waamuzi wa maelekezo. Kwa hiyo waamuzi kama wale kwa upande wangu waondolewe kabisa. Hawafai. Wa Yanga na wa Simba, yupi aliumiza zaidi kati yao waliofanya maamuzi ya hovyo, kati ya yule aliyechezesha mchezo wa Young Africans dhidi ya Mtibwa na Yanga dhidi ya Simba? Wa Yanga au Nyuma Mwiko na Mtibwa, yule ndo amefeli zaidi. Yule kuna maneno Diarra akamwambia anashindwa kusema sababu anaona tajiri anaweza akamnyima kibahasha. Kama mimi niliokuwa kwenye TV nafsi imeniuma.
kwa maneno na kumkashifu alivyokuwa anakashifu mwamuzi. Je, yeye alikuwa live ambaye alikuwa anasikia maneno? Sababu yule mwamuzi anaambiwa, anaona, yuko karibu. Sasa ingine kamwambia maneno makali, mengine ni aibu kusema hapa. Alichukua action yote, anacheka tu kama sisi kaona jalala jipi. Anacheka tu wema, anacheka. Wewe mwamuzi una sheria 17 unazo na kadi unayo. Alimtisha nani? Asa kadi inatishiwa. Tena kuna mchezaji wa nyuma mwiko kapteni kamzuia mwamuzi asitoe kadi. Na mwamuzi katepeta. Waamuzi wanasikitisha, ni msiba mkubwa. Waamuzi, kwa nini kila siku nyinyi mna msiba mkubwa? Chezesheni sheria 17, watu wafurahi. Watu wanaenda kwenye mipira, sio kama hawana majukumu. Wanaacha majukumu, watu wanafuata mipira. Kuna watu wanakufa kwenye mipira. Mwamuzi wewe unakuja kuua mpira kwa dakika chache. Mtu wa ovyo kabisa. Watu wa ovyo kabisa. Kwa nini kila siku nyinyi? Sasa hivi tumeondokana na ile dhana ya kwamba GSM wananunua baadhi ya mechi. Sasa tumehamia kwa waamuzi ndio sasa hivi wanaliza mpira wa Tanzania. Zana ipo. Kwani tukio hilo limefanyika kwenye timu gani? Sio timu ya GSM. Ngoja, tukio la kwetu sisi na wao lililofanyika Zanzibar, ile sio timu ya GSM. Mchezaji alomwataki kibendera sio GSM. Mechi ya Mtibwa na nyuma mwiko, mchezaji alomwataki refa sio wa GSM. Staili zinabadilika baba yangu. Karibu ligi. Staili zinabadilika. Wimbo umehamia kwa waamuzi. Staili zinabadilika. Watu tumeimba sana kununua. Leo wamebadilika, wamehamia kwenye upande mwingine kwa sababu wao ni watu hatari. Na wao ndo walisema wana jasusi. Katika nchi hii watu walikuwa na jasusi nyuma mwiko peke yao. Kwenye mpira nchi watu wanaosema wana jasusi kwa majigambo nyuma mwiko peke yao. Kuna timu nyingine inasema ina jasusi. Alisema Alikamwe alisema ana jasusi wake. Sasa Alikamwe sio nyuma mwiko. Afisa habari wa klabu ya nyuma mwiko Alikamwe. Mwiko ukitaka kuuchomoa ili ujue kuna shida gani, Alikamwe lazima aseme. Yaani ukitaka kumtokota Alikamwe, chomoa mwiko. Kuna timu inaitwa nyuma mwiko. Si wale nyuma mwiko. Yeah. Na ndio logo yao ilivyoandikwa. Bwana, mna mtu ana nembo ya Yanga hapa, nyuma mwiko. Nyuma mwiko. Sasa mwiko gani wa kupigia biliani, wa kupigia ugali hatujui. Ila ukitaka kuwachokota na hadi aseme chomoa mwiko. Utamuona anapowaka. Ukichomoa mwiko wanajua. Kwa hiyo wale logo yao nyuma mwiko. Sasa ndio nataka tujue mwiko huo wa biliani au mwiko wa kupigia dini. Lakini hadi msemaji wa nyuma mwiko na kila anachokisema ni cha nyuma mwiko. Hadi aseme kinyume cha utaratibu wa uongozi wake. Hata kusema mashabiki wale wapuuzi labda viongozi wamemtuma. Yule si afisa habari. Leo Ahmed bin Ali. Jina kubwa hilo. La nabii si kutoka hapa. Ushasikia anaongea mambo yao? Kwa sababu kachanganya elimu dunia na elimu akhera. Ana hofu ya Mwenyezi Mungu. Huwezi kuwaita binadamu wenzio wamepigwa dole hapo waambie wapuuzi. Ana hofu na Mwenyezi Mungu. Ahmed bin Ali ana hofu. Kwa sababu ana imani kwenye kifua chake. Ndio maana hawezi kuwaita mashabiki wapuuzi. Ndio maana hawezi kusema uongo kwamba usajili huu eti Mohamed hajafanya wakati tumemwona Mpanzo kamsajili. Usajili umefeli. Leo injinia hajasajili. Wewe kweli una akili timamu? Unaongopea marehemu, unaongopea Azima. Unaongopea Tanzania, unaongopea Wamali wanaonyesha mdole katikati. Kweli. Nani? Pengine kweli. Sajili zote na wanamsifia. Yeye mafia. Ana majasusi na anasajili na anatupora. Wamemleta Musa Balakonte. Alikuwa anacheza ile mchezo wa kama wa draft na nani? Ni Chelsea wa kizungu Alikuwa anacheza na nani? Injinieri sikavimba bali. Wamemsajili Zimbwe. Injinieri sikavimba bali. Wamemsajili jina lake mwisho la matusi kwa Tanzania. Kabaki yeye tu katika usajili. Mchezaji kiungo bamia asijui Kouma si Sade Kouma yuko wapi? Sio Soilis. Wamemsajili kwa Dudu Washa. Yuko Washa na anawasha ajili hata katika mkopo. Wamesajili hiyo, wameacha hiyo, wameenda kusajili Mamadou Dumbia.
Hapo hawa nyuma mwiko wakumbuki. Waliletewa Gaeli Bigirimana, mchezaji kutoka Uingereza. Ngoja mcheke Mungu, nashukuru hujaniumba kupenda timu la ovyo. Gaeli huyu tumevunja rekodi Uingereza. Gaeli Bigirimana kumbe alikuwa anabeba makreti ya Pepsi kule Uingereza. Kacheza miezi minne tu, yalla hajastuka tu, wanapigwa kila siku. Haya, wameacha hapo, wameenda kusajili nani mwingine? Galasa. Wachezaji wote walosajilisha kubwa magalasa. Dirisha dogo yenyewe wamechanganywa, sijui Depo kakata Ulaya anamfunga Pani Afrika, Depo anavimba. Haya, wamekukataa hilo, wamesajili Buba Jabe, familia moja na mchezaji ndio msajili Simba yule. Nani yule miguu membamba na rasta kama Buba Jabe, nchi moja ana virasta hivi mwembamba Jobe. Na wao wameita Buba Jabe. Sasa yule Buba Jabe na yule wa TRA, bora TRA anakimbia ovyo yule ana nguvu. Buba Jabe wamempamba hatari huyo, kamfunga Pani. Nchi ngumu hii. Hapo baadaye anasema eti Elisa hajasajili. Okelo engineer ili sikalala, kajifunika shuka rangi ya blue, kainuka, kaenda kuoga, akapaka mafuta, kamaliza hapo kapaka perfume, katoka hapo kapanda ndege kaenda airport, kachukua jezi ya nani Okelo, kaongea na rais wa Viper, kachukua jezi ya Okelo, Alice ndo msemaji wao, kavaa kule Zanzibar, katamba Okelo, katangazwa Elise Mwamba. Leo tuambie Elise hajasajili. Acheni utoto nyie, nyuma mwiko nyie, amkeni au tuchomoe mwiko akili, amke. Huo mwiko umegandia sana, semeni tutoe. Maki mnakuwa kama vile wewe Elise alifanya usajili kwa kwenda nyuma mwiko. Na nyinyi mnaambiwa mnacheka cheka. Jiangalieni, klabu imeuzwa hiyo. Kila la heri. Nashukuru sana.